mwaka 2015 wakati tunaingia kwa maana ya baraza la madiwani la 2015 mpaka 2020 tulipata hati yenye mashaka. Na mwaka jana sasa, baada ya sisi kuwa tumeanza kazi, tumepata hati safi. Hati safi huwa inapatikana hasa kwenye matumizi yaliyo mema ambayo yanafuata work plan, kwa maana ya mpango kazi wa manunuzi wa mwaka wa fedha pamoja na budget ambayo mnakuwa mmeitengeneza. Mnahakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa 100% bila kuwa na ubadhirifu wowote ule wa kifedha, na manunuzi yote yanayokuwa yamefanyika kwenye halmashauri yote yanakuwa yamefuata mpango kazi wa manunuzi wa huo mwaka wa fedha, na unahakikisha fedha zote ambazo ni za umma zilizopatikana kwenye mwaka huo wa fedha zinafanya manunuzi kulingana na taratibu za kisheria, lakini pia kwa kufuata mpango kazi ambao mnakuwa mnao kwa huo mwaka. Na hiyo ndo inasababisha sasa mnakuwa mmepewa hati ambayo ni safi, kwa maana kwamba hamna ubadhirifu ambao mnaufanya ndani ya halmashauri yenu, na fedha zenu zinatumika kuleta maendeleo kwa mujibu wa sheria za nchi ambazo tunakuwa tumepewa na serikali yetu ili tuweze kuhudumia wananchi. Kwa hiyo kupitia hii hati safi, nataka niwaambie wananchi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Tarime yenye kata 26 na vijiji 88 kwamba fedha zao zote ambazo wanatupatia sisi wananchi kupitia sisi serikali kupitia service levy pamoja na ushuru mbalimbali ambao tunao wa mazao pamoja na parking system za sirali na ushuru wa kwenye minada na magulio, tunawahakikishia kwamba fedha zao ziko salama kama ambavyo tumepewa hati safi na zitarudi kwao kufanya miradi ya maendeleo. Kwa waendeleo kutuamini sisi ambao wametuchagua kwa huu muda wa miaka 5. Na hili swala ambalo mliweza kuvuka lengo kabla ya mwaka wa fedha, hili swala likoje? Unaweza kulifafanua? Ni kweli kila serikali na kila halmashauri, kwa sababu na sisi halmashauri kwa mujibu wa sheria ni serikali inayojitegemea, tunakuwa na projection ya budget yetu. Tulikuwa na projection ya budget ya bilioni 4 na milioni 400 kwa mwaka wa fedha 2016-17, lakini kwa kuwa tumekusanya fedha vizuri kwenye vyanzo vyetu, tumejikuta malengo yale yanavuka. Tumekusanya zaidi ya bilioni 5. Yaani kilichotokea, kama unakumbuka, mwaka 2016 mwanzoni kabisa mgodi wa Acacia ulileta fedha pale halmashauri kama service levy, na wewe ni shahidi, ulikuwepo. Niliweza kuwarudisha na kuwakataza kwamba hatutapokea zile fedha kwa sababu hawajatupatia mchanganuo wa turnover ambayo imewapelekea kufikia kwenye hiyo idadi ya bilioni 1 na milioni 60. Sasa kilichofanyika, walienda baadaye wakaongeza milioni 300 juu, lakini juzi waliongeza milioni 700 juu. Kwa hiyo tukapata bilioni 1 na milioni 700, na projection yetu ilikuwa bilioni 1 na milioni 300. Sasa wakawa wameongeza milioni 400 juu, na ndio maana sasa ikawa imevuka lengo. Lakini pia kwenye makusanyo ya mazao ya wilaya tuliproject kupata milioni 500, lakini baada ya mkurugenzi na timu yake na sisi madiwani kamati ya fedha kwenda site kukusanya na kufanya evaluation ya mazao hayo na kwenye magulio, tukajikuta tunafika milioni 700. Kwa excess ilikuwa milioni 200, ukiongeza service levy 200 nyingine unapata excess mpaka bilioni 5. Kwa tunavyoongea budget yetu ya 16-17 ilivuka kuliko kawaida, which means sasa maendeleo kwa wananchi ni extra. Kama ambavyo umeona tumepeleka milioni 450 kujenga maboma ambayo wananchi walikuwa wamejenga, sisi tumemaliza yote, na mwaka huu wa fedha tunaoenda kuanza baka yote iliyokuwa imebaki nyuma kwenye mwaka wa fedha uliopita ya bilioni 1 na milioni 264 tunaenda kuipeleka tena kwenye shule ambazo tulikuwa tumezibakiza kama 40 ili wanafunzi waweze kuishi katika mazingira mazuri wakiwa shuleni na bila kusababisha adha yoyote ya kulazimisha wananchi kuchangia maendeleo ya aina yoyote kwenye halmashauri yetu, kwa sababu fedha tunazo na tunaendelea kukusanya kwa nguvu zote